Serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani imeanzisha operesheni maalum ya kukabiliana na magenge ya kihalifu katika jiji la Nairobi. Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen amesema kuwa operesheni hiyo inatekelezwa na vitengo mbalimbali vya usalama ikilenga kuimarisha hali ya usalama hasa katika maeneo ya katikati mwa jiji na mitaani ambako visa vya uhalifu vimeongezeka. Akizungumza kwenye jukwaa la usalama lililofanyika katika chuo kikuu cha serikali huko Kabete, Waziri Murkomen amesema serikali haitavumilia uhalifu wa aina yoyote na imejizatiti kulinda maisha na mali ya mwananchi. We move in the first instance to 650 liters a month as we work out how to cover the most popular areas in our country. Here, there is a shortage of police officers in many parts of the country, and Jukwaa Usalama, as they raised, initially we wanted to employ 3,500 police officers to recruit. But because of that, we requested His Excellency the President to work to bring us together with Treasury, and it was agreed that we hire 10,000 police officers that we are recruiting from tomorrow. So from tomorrow there will be a recruitment process. I'm aware, of course, that there was a legal process in court, and one of the judges has given an order to stop the recruitment process. I believe that would be sorted. I wish I would call the judge directly. I wish I would be allowed to call the judge directly to understand the consequence of a court order stopping recruitment of police that has never happened for the last 4 years, and how it is very critical for the safety of our country to recruit those police officers urgently, not just because of anything else, to secure our borders, because there are many police officers who have retired, some have passed on, and we need to replace and to bring energetic police officers who will be trained on time to really help us support the next elections. So I hope that the judge will watch my speech so that I don't need to call her, and will apply reason to make sure that process is opened very quickly to ensure that our country can recruit the police officers that we need so badly as a country, and I'm sure that our situation will be resolved in that issue. Many other policies we are working on. Waziri Murkomen amesisitiza kwa usalama wa Nairobi ni jukumu la pamoja, akiwataka wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa za wahalifu na kushiriki katika juhudi za kuijenga jamii salama. Kikao hicho cha usalama kinaendelea huku wadau mbalimbali kutoka sekta ya usalama na maendeleo wakijadili mikakati ya muda mrefu ya kudhibiti uhalifu jijini. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Brigid Sikukuu.